Maana wana Simba wanakuambia wao ni wana nusu finali. Wameshindwa mara nyingi sana kuvuka, lakini Faldu Davis anawavusha katika historia hii na kuweka hatua ya nusu finali. Yes. Anakutana na Stellenbosch kutokea pale South Africa. Unamwona Faldu akipenya na kuingia hatua ya finali? Ya kwanza nianze kwa kuwapongeza kwa hatua ambayo wamefikia, kwa sababu haikuja kwa bahati mbaya. Tazama shauku ambayo ilikuwa nje kutoka kwa uongozi, lakini pia mashabiki, wachezaji kiujumla. Binafsi nimeandika historia, kuwa sehemu ya historia kubwa ambayo Simba ameiweka. Na imani miaka 10 mbele ijayo nitasimulia fansi wangu, lakini nitasimulia watu wangu wa karibu kwa wakati huu. Ni kitu ambacho hakuna mwana Simba yote ambaye alikuwa tamani kukiona. Imekuwa ni hatua ambayo wanaitamani kwa muda mrefu sana, lakini hatimaye wakaweza kuvuka kwenye hatua ambayo wengi walikuwa wanatarajia kwamba itakuwa ni ngumu kwa sababu ya mlima ambao Simba alipaswa kuushinda. Lakini mbali na hapo, nilichokipenda zaidi ni namna ambavyo wachezaji waliweza kuthibitisha daraja la ubora na timu ambayo wanaitumikia kwa kuwapa kitu muhimu ambacho mashabiki walikuwa wanakihitaji. Lakini mbali na hapo, ilikuwa ni siku ya Jumatatu, lakini Jumatano. Lakini tazama namna ambavyo watu walijitokeza ndani ya uwanja, manake waliamini kwamba kwenye timu yao kuna wachezaji ambao wanaweza wakawapa kila anachokihitaji. Na baada ya mechi kutamatika, nilitangaza mfalme mpya ndani ya Simba. Nikamtangaza Elim Panzo Kibisawala aka Volcano ndiye mfalme mpya ndani ya klabu ya Simba. Kwa nini? Kwa sababu ya namna ambavyo amekuwa akicheza, lakini namna ambavyo amekuja kubadilisha atmosphere ambayo ilikuwa imejengwa kwenye eneo la ushambuliaji kwa upande wa Simba. Nafikiri ni safari ambayo walianza pamoja, lakini inawezekana moja kati ya timu ama Simba ambayo imewahi kuishuhudia hii ni Simba bora. Kwa nini? Kwa sababu imeweka historia, wamepita makocha wengi bora, kina Faldu, kwa maana kina Robertinho, wakapita kina Pep, kwa maana Steven van der Broek, lakini Patrick Ausems Uchebe, pita wachezaji makocha wengi na wachezaji wengi, lakini hawajawahi kuwapa hii hatua ambayo Simba ameipata mbele ya Faldu Davis, chini ya Jean Charles Ahoua pamoja na kina Elim Panzo. Kwa hiyo tutaijaji Simba bora ambayo imewapa Simba mafanikio hadi hivi sasa, kwa sababu of course wameshiriki karibia mara 6 mfululizo kwenye michuano ya kimataifa na wamekuwa na hiyo consistency ya kwenda kwenye hatua ya robo final. Lakini this time wachezaji wamevuka malengo ambayo Simba imekuwa ikiishia, maana yake tutajaji kama timu ambayo ni bora. Yaani historia imeandikwa kwa wino mwekundu. Miaka 10 ijayo, 5 tutasimulia kwamba haliwahi kuwepo kocha Faldu Davis, haliwahi kuwepo wachezaji kama kina Elim Panzo Kibisawala, haliwahi kuwepo kina Jean Charles Ahoua, Steven Dese Mkwala, Yusufu Kagoma. Walivusha Simba kwa mara ya kwanza kwenye hatua ya kwenda nusu finali katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo ni historia ambayo shabiki, wachezaji walikuwa wanatamani kuiandika, na of course wameiandika, kwa sababu moja kati ya wachezaji ambao walikuwa na furaha kubwa sana nitazama namna ambavyo Mohamed Hussein alipokea tukio. Ni moja kati ya wachezaji ambao wamecheza kwa muda mrefu sana kwenye klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini inawezekana alikuwa anajihisi kuwa na deni kwa mashabiki kwa sababu ya namna ambavyo amekuwa akicheza na hatua ambayo amekuwa akiishia. Mchezaji mwingine Shomari Kapombe, tazama namna ambavyo alijitoa, anakwenda kupiga penalty ya kwenda kuamua hatima ya Simba kwenda kwenye hatua inayofuata, utulivu ambao aliutumia, lakini pia tazama hata baada ya kufunga goli ujumbe ambao alikuja nao. Kwa hiyo nafikiri wachezaji wote wa Simba walijiandaa kwenda kushinda mechi, na of course Mungu alikuwa kwa upande wao, akawapa ambacho walikuwa wanakihitaji. Nini ambacho kinafuata baada ya Simba kwenda kwenye hatua ya nusu finali? Ni kitu ambacho kwa hivi sasa nafikiri Faldu Davis, uongozi wa Simba, wachezaji kwa ujumla wanapigania kwenda kwenye hatua inayofuata baada ya kufuzu kwenda nusu finali. Kama watashinda, maana yake watakwenda finali, hatimaye kwenda finali yenyewe, kwa maana kulibeba kombe kama wataweza. Kwa hiyo kwangu mimi ukiniuliza nafasi ambayo anayo Simba na mpinzani wake Stellenbosch, kwangu mimi nafikiri bado Simba na advantage kubwa kwa sababu ya experience ambayo amekuwa nayo kwenye michuano ya kimataifa. Hivi sasa Simba hapaswi kuogopa mpinzani wa kucheza naye. Yaani hapaswi kuingia kwenye mechi akiwa anaogopa kwamba mpinzani wangu ambaye anacheza naye ni bora. Anapaswa kuwa na nidhamu tu. Nidhamu ya kiuchezaji. Yaani Simba kwa level ambayo amefikia si timu ambayo inapaswa kuhofia wapinzani.
kwamba anakwenda kukutana na Stellenbosch, labda amemfunga Zamalek ambaye ni title contenders, nilikuwa namtazama kama title contenders amemtoa. Hii itakuwa ni timu ya namna gani? Hapana. Simba hivi sasa yuko kwenye level. Simba yuko kwenye level ya kuingia na nidhamu ya kiuchezaji kwenye mechi ya kimashindano ambayo unahitaji kushinda. Kwa nini nasema hivyo? Siamini kama kuna timu yote ambayo inaingia kwenye pitch kwenda kupoteza. Kila timu inaingia kwenye mechi kwenda kushinda, lakini nidhamu, makosa ambayo ulikuwa unafanya inaweza kwenda kupelekea wewe kuishinda mechi. Nasema hivyo kwa sababu Simba wamekukumbushwa kuwa hawana nidhamu kwenye michuano ya kimataifa na Jwaneng Galaxy. Wamekukumbushwa na timu kadhaa, kwa maana hata ASEC Mimosas wamekukumbusha uwanja Benjamin Mkapa. Kwa hiyo unavyoingia kwenye mashindano yoyote, kwanza kuwa na nidhamu. Yaani nidhamu itangulize mbele, and then kuja kwenye mkakati ambao uko nao kwenye hicho unachokishindania. Hiyo ni moja. Ukitazama Stellenbosch, kwangu mimi sifikiri kama ni timu ambayo inaweza ikawa ya kwanza mbele ya Simba. Yaani kwa namna yote hivi sasa Simba ndo title contenders ama ndo timu kubwa ambayo inatazamwa ikiwa inaingia kama timu ya kwanza ndani ya uwanja ukimfananisha na Stellenbosch. Kwa nini? Kwa sababu kwenye ligi ya South Africa Stellenbosch yuko nafasi ya 5, sio? Lakini Simba kwenye ligi kuu yuko nafasi ya 2, sio? Mbali na hapo, ukitazama experience hizi timu mbili kwenye michuano ya kimataifa, bado Simba ana nafasi kubwa ya kuwa kama timu ya kwanza, kwa sababu tunamjaji mpinzani kulingana na rank, kwa maana numbers. Simba na namba bora kuliko Stellenbosch. Mbali na hapo, ni mechi ambayo Simba anaanzia uwanja wa Benjamin Mkapa, sio? Kwa namna yote anapaswa kuimaliza mechi akiwa uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa nini? Kwa sababu na inawezekana, kwa sababu imetokea hata Stellenbosch ameenda akafunga goli 5 na Berkane. Berkane akiwa nyumbani amefunga goli 5 bila kwenye hii michuano ya CAF Confederation. Lakini mbali na hapo, Stellenbosch akafungwa goli 3-1 na huyu Berkane akiwa uwanja wake nyumbani, kwa maana Stellenbosch kapigwa nje ndani na Berkane, sio? Maana yake ni timu ambayo kwa mtazamo wa kawaida inawezekana kufungika. Of course utaniuliza why kama ni timu ambayo ni dhaifu, kwa nini imemtoa Zamalek tena imemtoa akiwa nyumbani kwake? Nitakuelewa, lakini this is the house of football. Mpira usiukalili mpira. Wanacheza kulingana na moment ambayo ipo kwa wakati huo, lakini pia wanacheza kwa malengo. Kwenye mechi ya kwanza Simba alicheza kama timu kubwa, of course nilizungumza, lakini kwa namna ambavyo alicheza mechi ya kwanza ya Al Masry akiwa ugenini, hapaswi kurudia yale makosa tena, hususan akiwa ugenini. Kwa nini? Kwa sababu tujue kucheza na nyakati, kucheza na mazingira. Uko kwenye mazingira gani, andaa mkakati ambao unaendana na mazingira husika ambao unacheza nayo, sio? Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri tunatamani kuona Simba ikiandika historia ya kwenda kwenye hatua inayofuata baada ya kuandika historia ya kwenda nusu finali. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa ngumu, lakini kwangu mimi bado ni mechi ambayo inaweka 50-50, kwa maana nje ya uwanja, lakini ndani ya uwanja bado Simba na advantage kubwa ya kwenda kuishinda mechi. Ukimwangalia Stellenbosch kamtoa bingwa mtetezi wa kombe la shirikisho. Alitoa sare nyumbani, lakini kaenda kamtolea pale Misri. Yes. Wana Simba ni kama wana wasiwasi hivi, wanapaswa kuwa na wasiwasi kuihofia Stellenbosch. Nirudie kusema Simba kwa namna ambavyo alivyo hivi sasa, si timu ambayo inapaswa kumhofia mpinzani yeyote. Wanachopaswa kuwa nacho ni nidhamu, kwa maana kumheshimu mpinzani. Kwa nini Simba hapaswi kumhofia mpinzani? Wakati anaanza kwenye michuano ya kimataifa, alianza kwa kufungwa goli 5, sio? National Hall AC Vita wamefunga sana Simba, wamemuonea sana Simba, lakini akaja kurudi kwenye namna ambavyo alisaidika kulingana na experience ama muendelezo wa kuwa anashiriki michuano ya kimataifa. Ulimsaidia kuweza kupunguza baadhi ya mistake, lakini ulimsaidia kuleta wachezaji ambao wanaendana na uimara wa mashindano husika. Imekuwa ni rahisi hivi sasa Simba kucheza na National Hall uwanja Benjamin Mkapa na bado National Hall akaokota bao. Aidha watatoka sare ama Simba atashinda ama atafungwa, lakini bado lazima Simba tathibitisha daraja la kumfunga National Hall ambaye ni timu kubwa, sio? Mbali na hapo, kuna timu ambazo wakati Simba anaanza michuano ya kimataifa zilionekana kuwa changamoto kubwa sana, zilionekana kuwa mwiba, lakini hivi sasa
sio tu kwenye ligi yao zionekane, lakini zimetupa mkono hata kwenye michuano ya kimataifa. Of course wakati Simba anashiriki michuano ya robo finali, kwa maana anashiriki kwenye michuano ya CAF Confederation, tuliamini ni kama amefeli, kwa sababu msimu uliopita ameishia nafasi ya 3, sio? Kwa maana kwa namna yote tulimzungumza kama timu ambayo imefeli kwa sababu ya namna ambavyo amekuwa na muendelezo chanya kwenye michuano ya kimataifa, hususan CAF Champions League. Lakini tazama, mbali na kuwa Simba amekuwa akiishia robo finali, amekosa ubingwa misimu 3 karibia, sio? Ligi kuu, lakini pia CRDB Federation Cup. Hivi sasa iko maana CRDB, lakini tazama, bado kikosi ambacho kilikuwa dhaifu bado kiliweza kumfikisha Simba hatua ya robo finali, sio? Sasa hawa wapinzani ambao wanaonekana kuwa mwiba kwa pande wa Simba kipindi wanaanza mashindano, hivi sasa wapo. Utamtaja, nimemtaja Wydad Casablanca, hivi sasa anavyocheza na Simba nachukulia ni kama timu ambazo ziko kwenye level moja kiushindani. Kuna timu nyingi zimepotea kama Kaizer Chiefs kwenye ligi yake, haikuwa kwa vilabu vinne bora. Lakini mbali na hapo, AC Vita na vilabu vingine ambavyo vimewahi kuwa changamoto kwa upande wa Simba. Kwa hiyo nafikiri Simba kucheza robo finali, kuishia robo finali tukaribia misimu 6, imemsaidia sana kuweza kuimprove na kujua namna gani ambavyo anaweza kucheza na mazingira ya Afrika, lakini pia kucheza na namna ambavyo wapinzani wanakuja. Kwa hiyo kwa namna ambavyo Simba hivi sasa alivyo, si timu ambayo inapaswa kumhofia mpinzani yote, inapaswa tu kuwa na nidhamu ya kiuchezaji. Ninaamini sana kwenye maandalizi ambayo unayofanya, zingatia nini ambacho unacho na nini ambacho unaweza kukipata kulingana na quality ya mchezaji mmoja mmoja. Tazama namna ambavyo Elim Panzo amejenga atmosphere mpya ndani ya klabu ya Simba, kwa sababu of course tulikuwa tunamtaja Jean Charles Ahoua kama mkombozi wa ng'ambo wakati Elim Panzo hajaingia, lakini hivi sasa ni ngumu sana kumnyanyua tu hata kiongozi ama shabiki wote wa Simba ukamwambia nipangie kikosi cha Simba cha kwanza ukamkosa Elim Panzo. Kwa hiyo naamini Simba bado na wachezaji ambao wanaweza kuthibitisha daraja la ubora walionao kuweza kuwafikisha Simba wanapohitaji, lakini kikubwa ni kuwa na nidhamu ya kiuchezaji, lakini kuzingatia kile ambacho mwalimu anakizungumza, kwa sababu ninaamini hakuna kocha yote ambaye huwa anatamani asifanye good, yani asifanye vizuri, lakini je, unayo quality ambayo inaweza kukupa hicho unachokihitaji? Kwa hiyo faida ambayo Simba nayo ama hasara ambayo nayo, anaanzia uwanja wa Benjamin Mkapa. Of course tumejenga ile atmosphere ama tabia kuamini kwamba timu mwenyeji huwa na asilimia kubwa sana ya kushinda, kama ambavyo imekuwa kwenye mechi kadhaa, lakini Simba kwa asilimia kubwa anapaswa kuimaliza mechi uwanja Benjamin Mkapa. Kwa nini? Kwa sababu ategemee changamoto kutoka kwa pinzani wake, kwa sababu imethibitisha kwamba ni timu ambayo pia inaweza ikapata matokeo kwenye mazingira yote. Imemtoa Zamalek akiwa nyumbani kwake. Kwa hiyo ni timu ambayo ina wachezaji ambao wanaweza kumpa changamoto mpinzani kwenye uwanja wake, lakini pia akiwa uwanja wa ugenini na akapata anachokihitaji. Kwa hiyo nafikiri kuanzia sasa Simba anajua nini ambacho anakihitaji kwenye mechi inayofuata. Japokuwa changamoto imekuwa ni kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa ambao ulitumika kwenye mechi ya kwanza umefungiwa tena. Kwa hiyo kama ni uwanja sidhani kama utatumika Zanzibar, lakini nafikiri uwanja ambao umekuwa na nyakati nzuri kwa upande wa Simba ni uwanja wa Benjamin Mkapa. Yusufu, tukimwangalia kocha wa Simba Fadlu Davis ni South Africa, yes. Katokea South Africa. Simba Sports Club wana faida yoyote kwa maana ya kwamba kocha huyu anawajua vizuri sana Stellenbosch? Ana faida kubwa sana kwa sababu atakuwa mtu wa kwanza ama mwenyeji wa kwanza wa kuhadithia wachezaji wa Simba na viongozi nini ambacho kiko South Africa, nini ambacho kipo kwenye ligi ya South Africa, njia gani ambazo unaweza kuzitumia kwenda kupata matokeo tukiwa South Africa, lakini challenge gani ambayo tunaweza tukakutana nayo tukiwa South Africa. Hiyo ni moja, lakini nafikiri moja kati ya makocha ambao wamekuwa na wakati mzuri, of course hadi hivi sasa tutamtaja Fadlu Davis. Kwa nini? Kwa sababu amethibitisha kwamba yeye ni kocha ambaye akukaa darasani kwa bahati mbaya. Uwezo wa kifikra alionao, uwezo wa kusoma mchezo ukiwa unaendelea, japokuwa kumekuwa na lawama ambazo zimekuwa of course wakati mwingine unawaelewa mashabiki kwa sababu nia ya wao kulaumu ni kupata tu matokeo. Lakini amekuwa ni kocha ambaye ana uwezo mkubwa sana. Alifanikiwa kuweza kuichukua timu ikiwa na wachezaji wengi wapya, ikiwa na wachezaji wengi wageni, lakini aliweza kuunda atmosphere ama aliweza kuunda chemistry ambayo imemfanya
Simba aweze kuwa imara kwenye michuano yote ya kimataifa. Kwa hiyo kwa maana kwenye michuano yote ya kimataifa, lakini pia pamoja na ligi kuu. Kwa hiyo nimpongeze sana, lakini nafikiri kwa hivi sasa ili tumjaji kama kocha bora anapaswa kwenda kushinda hii mechi inayofuata.